Na kwingineko, wanafunzi kutoka shule 4 zinazopatikana katika wadi ya Nyangores katika eneo bunge la Chepalungu, kaunti ya Bomet, wanahangaika kuvuka mto Chepkulo ambao umevunja kingo zake kutokana na daraja bovu. Wanafunzi hao wanalazimika kuzunguka zaidi ya kilomita 20 kufika shuleni wakikwepa daraja hilo hatari. Aaron Kipkoech na maelezo zaidi. 12 asubuhi. Sauti hii kengele ya kuamsha wanafunzi kwenda shuleni, ila kwa wanafunzi wa Kaplele, kaunti ya Bomet, wanaotumia daraja hili ni siku nyingine ya kucheza mchezo wa kamari kati ya maisha yao na uboreshaji wa siku za usoni kupitia elimu. Hii daraja imetusumbua sana. Juu tukukuja shuleni inabidi kwanza tukae hadi kwa mapema. So tunachelewa kwa shule. Ukitazama kwa mbali ni eneo tulivu, ila kinachoendelea hapa ni kinyume cha utulivu. Hii daraja inaanguka siku ingine na ingekuwa anapepa mtu, karibu kupepa mtu. Hapa ukikosea hatua moja tu au kujikwaa, utalazimika kupiga mbizi kuokoa maisha yako ndani ya mto wenye maji yanayokwenda kwa kasi. Sisi kama wamama hatuwezi tukatembelea ng'ambo ile kwa sababu ya hiyo shida ya daraja. Nguu mosi, nguu pili, kwa uangalifu, kila mwanafunzi baada ya mwingine akitoa jasho, ijapokuwa ni msimu wa baridi, kwa sababu ya hatari inayozingira uvukaji wa mto huu. Wanafunzi wengine wakilazimika kutafuta njia mbadala ya kufika shuleni, ijapokuwa umbali wake unawachelewesha. Some are going even through Bomet, which is about 20 kilometers away. Wakazi wa eneo hili wakisema kuwa ijapokuwa wameshinikiza viongozi wajenge daraja hili, nguvu zao hazijazaa matunda. Tumechenga na wase, contribution kutoka wase wa zamani. Hakuna mkono ya serikali tumepata. Hivi ndivyo wanafunzi zaidi ya 50 pamoja na wakazi wa eneo hili wanavyovuka mto huu kila asubuhi na jioni wanapoenda kwenye shughuli zao za kila siku. Na swali ni je, viongozi wa eneo hili wako wapi kuhakikisha kwamba wamejenga daraja salama katika eneo hili?